Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 12 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari inayosema Chadema inavyowakabili wanaomtuhumu John Heche. Chadema inavyowakabili wanaomtuhumu John Heche, lakini unamtafutaje mke mume bora? Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, na habari kubwa ni Jumuiya ya Madola yataka mambo saba. Jumuiya ya Madola yataka mambo saba. Kilichowapata mwana FA Dulisax miaka 30 ya Bongo Flava, na kauli ya Rais Samia kuhusu ugaidi yaibua mjadala. Kauli ya Rais Samia kuhusu ugaidi yaibua mjadala. Mahakama yakataa Zitto kuitwa kesi ya Baba Levo. Mahakama yakataa Zitto kuitwa kesi ya Baba Levo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lenyewe linaanza na habari kubwa inayosema sheria mgawanyo wa mali baada ya talaka kupitiwa upya. Sheria mgawanyo wa mali baada ya talaka kupitiwa upya. Lakini wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili wafikia milioni 200. Wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili wafikia milioni 200. Na chama cha ACT bado tunasubiri utekelezaji makubaliano. Lakini yaeleza kuwa sukuni si nafasi ya kugawana madaraka. Hicho ni chama cha ACT Wazalendo chasema bado tunasubiri utekelezaji wa makubaliano. Yaeleza kuwa siku si nafasi ya kugawana madaraka. Lakini Jumuiya ya Madola kesi ya Lissu ipate ufumbuzi. Hao ni Jumuiya ya Madola wasema kesi ya Lissu ipate ufumbuzi. Na Papa Leo amteua Padri Mpwaji askofu msaidizi jimbo kuu Dar es Salaam. Papa Leo amteua Padri Mpwaji askofu msaidizi jimbo kuu Dar es Salaam. Lakini kimataifa, Marekani kuiruhusu Ukraini kuzalisha mfumo wa ulinzi wa anga. Marekani kuiruhusu Ukraini kuzalisha mfumo wa ulinzi wa anga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lenyewe linaanza na habari inayosema Papa amteua Padri Mpwaji askofu msaidizi. Lakini Jabu yarejesha heshima taaluma ya habari. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Na mafuta ya mawesi yateketeza vibanda 9 sokoni Kasulu. Mafuta ya mawesi yateketeza vibanda 9 sokoni Kasulu. Lakini TRA yataja mikakati mitano mapato trilioni 41.8 imu ya kuingiza trilioni 3.4 kila mwezi biashara ushirikiano na walipa kodi. Lakini Kikwete aongoza harakati kusukuma elimu duniani. Na mganga wa kienyeji kizimbani tuhuma kumuua mama yake. Lakini raia wa Burundi hatiani kwa kuja kukata kichwa mtu. Raia wa Burundi hatiani kwa kuua na kukata kichwa mtu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema ACT madaraka si sababu ya maridhiano Zanzibar. Hao ni ACT Wazalendo wasema madaraka si sababu ya maridhiano Zanzibar. Na tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo lenye linaanza na habari inayosema watuhumiwa mauaji ya Mchina wafikishwa mahakamani. Watuhumiwa mauaji ya Mchina wafikishwa mahakamani. Na JKCI mbioni kufungua matawi nje ya nchi. JKCI mbioni kufungua matawi nje ya nchi. Na Waziri Gwajima apongeza mradi wa Braki. Lakini halmashauri Shinyanga vijijini yaja na kasi ya 5G. Halmashauri Shinyanga vijijini yaja na kasi ya 5G. Yapata hati safi ya miaka 3 mfululizo. Lakini yasifiwa kwa kufanya mapinduzi makubwa. RCA ipongeza kwa kuimarisha nidhamu ya fedha. Wananchi wasubiri matokeo makubwa ya maendeleo. Lakini TRA yajipanga kukusanya shilingi trilioni 41.8. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi linaandika mahitaji ya lithium yazidi kuongezeka duniani.
na CAG aipa hati safi tena Shinyanga vijijini, na TRA yajiwekea malengo makubwa kusanya trilioni 41.8, na Ajabu yazindua mwongozo kwa wakongwe wa uandishi wa habari. Ajabu yazindua mwongozo wa wakongwe wa uandishi wa habari. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Biashara Leo asubuhi leo linaandika Gavana Tutuba ipongeza IAA kuwezesha vijana, wasichana Mufindi wapatiwa mafunzo ya ushonaji kujikwamua kiuchumi. Lakini halmashauri ya Shinyanga vijijini yapata hati safi. Halmashauri ya Shinyanga vijijini yapata hati safi, ni mwaka wa 3 mfululizo ikipata hati safi. Lakini RC yaipongeza kwa kuwa kinara udhibiti mapato ya ndani, ni kinara kwa kuzingatia bajeti, sheria na taratibu, yapongezwa kwa kudhibiti mapato ya ndani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini TRA yazidi kujiwekea malengo makubwa, sasa kukusanya shilingi trilioni 41.8 mwaka 2026-2027. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo lenye linaandika habari inayosema tume ya madini ya waalika wadau kushiriki jukwaa la LCCF 2026. Hamza Johari, sheria ni chombo cha kuimarisha uchumi wa taifa. Lakini Shinyanga vijijini yapata hati safi tena. TRA yaweka lengo la kukusanya trilioni 41.8. Mganga wa jadi Geita mbaroni kwa mauaji ya mama yake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwinyi, tutaendeleza mapambano dhidi ya rushwa. Lakini wanafunzi vyuo vikuu wataka elimu ya saratani iwe mtambuka, na Hemedi yaipongeza ofisi ya DPP usimamizi wa haki jinai. Lakini mawaziri East Africa wakubaliana kuharakisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika utalii tiba wa Mbamba kimataifa. Utalii tiba wa Mbamba kimataifa wenye magari ya bajaji na za gesi kujaza kishua. Lakini waziri wa vijana SMZ azuia safari za ulaji, na Chadema ya pasuka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mzalendo linaandika rekodi kocha mpya Yanga tishio kwa Simba. Lakini tamasha la Bongo Flava miaka 30 kutikisa mikoa 8, na kimataifa la Mine ayatuma ujumbe wa Ufaransa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo linaandika Yanga yamtangaza kocha mpya, Simba kuondoka Julai 21 kushiriki Kagame, Karete kufanya uchaguzi mkuu Septemba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe lenyewe linaandika Simba ya tamba kutoa kombe la Kagame, sifa za kocha mpya Yanga aliyempiku Fadu hizi hapa. Lakini kimataifa Hispania haina hofu na Ufaransa, kocha asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika kocha mpya Yanga akazia taji Afrika. Lakini Serengeti Boys yatoa ubingwa China, Simba kutumia Kagame kujinoa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika rekodi zake ni hatari kwa Steve Barker, Mwingereza azungumza na mwagia sifa, atoa onyo. Huyo ni Mjipange, kocha mpya wa Yanga. Rekodi zake ni hatari kwa Steve Barker, Mwingereza azungumza na mwagia sifa, atoa onyo. Lakini Simba yawatega makipa watatu. Simba yawatega makipa watatu, mmoja abanwa na kanuni ligi kuu. Lakini miaka 30 Bongo Flava afunga kazi, na kimataifa Lamine Yamal aitishia Ufaransa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.